watu wengi wanasema internet data, bando linaisha, tujui ukiingiza umetoa. Kuna research inafanya ili lengo yetu kutoa kero za wananchi, kuhakikisha ile thamani yao ya fedha inalandana na huduma ambayo wanayoitarajia, na hiyo inasaidia uchumi katika dira yetu ya 2050 ambayo kuleta impact kwa wananchi. Sisi tunasema kama kutakuwa kuna ushindani tunalinda vipi mlaji katika ile sekta ambayo ya mitandao. Kama nilivyokwisha sema kwamba tunafanya study au uchunguzi ambao uchunguzi ule unaakisi wanasema mawakala wa vipimo, kwa sababu ili uweze kutoa kama mlaji anadaiwa au anaonewa, lazima utoe scientific proof kwamba anadaiwa kwa kiasi gani. Kwa uchunguzi wa urahisi tu ilionekana kwamba kwanza masuala ya bando ni masuala kama wanasema nini, kama motisha, hayako regulated. Ndio maana wanasema vigezo na masharti vinazingatiwa. Kwa hiyo ina maana wametoa kama incentive hivi ya wewe kuweza kufanya kuingia kwenye ile programu yao, otherwise utumie kwa kawaida. Lakini kwa sisi tume tulichofanya, tumeshirikiana na wenzetu wa weight and measure, yani kwa maana ya vipimo, kuangalia akisema bando la 20,000, 15 au 30,000 ina maana nini? Manake kwa mfano kwenye mita za umeme na nini, si unaona zile mita zinavyofanya na matumizi. Sasa tunataka kuona. Kwa hiyo ni swala kidogo la kiutaalamu. Tulisema kwamba lazima kwanza tulifanyie uchunguzi kujua mipaka na limitation zake ni nini, ili sasa uweze kujua kwamba hapa wananchi amerubuniwa. Saa nyingine unaweza ukawa umenunua lakini umetumia labda umedownload video ambayo imemaliza. Sasa what it takes, ile running meters ni kitu gani na vile vikomo vyao wanavyosema inamaanisha nini. Kwa ni kiswala la kiutaalamu ambao linafanywa uchunguzi na hivi vyombo kwa kushirikiana na wenzetu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania.